mara kwa mara huwa unaota sauti ya mtoto ikilia. Yeah, hiyo ni kweli, but mimi huwa naona ni kama maybe unajua sikangi na mtoto wangu sana. So nikisikia naona ni kama ni kitu ya kawaida tu kumiss mtoto na vitu zote kama hizo. Sijaijua kama kuna big deal about mimi kusikia sauti ya mtoto ikilia. Na hata kuna mtu ambaye mtoto yake mmoja ambaye yuko kwa maisha yenu na mjui ni nani. Lakini vile nilikuwa nimeona leo mmenyenyekea, mimi nataka niwafungulie sasa. Kuna mtoto yake mmoja nimemwambia ako na watoto watatu. Ako na vijana wawili na msichana mmoja. Na kuna mtoto hizo miaka zote na watoto wanakuanga wapi? Kuna mtoto mmoja ambaye ako kwa maisha yenu na gani? Na sisi tuko wawili tumezaliwa. Tulia, ona tulia kwanza. Tulia ona. Sawa. Hawa ni nani? Huyu ni nani? Huyu nani? Na anafanya nini kwa nyumba yako? Sungoje kwanza. Yaani all along mimi nakutetea. Hata sisi tangu akaniambia, "Hebu nyamaza wewe." Tulia kwanza. Unamuumiza. Tulia kwanza. Wewe ni nani? Maisha ndio mnakuja kuniharibia life yangu bro. Bro, mimi unajua hii nyumba nimekaa. Unajua niko na ushi ngapi nafaa kufanya kwa nyumba bro. Na utatoka uende. Utabaki bure. Nisaidie nini yako? Man, so hii ndo raha yenu, si ndio? Nisaidie tu password yako. Nataka kuangalia kama kuna mtu mwingine huwa anaingia. Sasa unaangalia, ushaharibu kile kitu, mnaangalia nini bro? Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Guys, ni siku nyingine njema sana, tunarudisha Mwenyezi Mungu shukrani kabla ya chochote. Na hapa guys tuko kwa pamoja kwa kesi ya Millicent, tunajaribu kuongea. Na nilimepigiwa simu na Justin na sister yake, wakasema kwamba wanataka kuongea na daktari. Na ndio kitu ambayo imetukalisha hapa. Sijajua kwa nini, mbona wametafuta daktari leo, lakini tutasikia kutoka kwao watuelezee nini inaendelea. Tukianza na Millicent, uko aje? Niko poa Binai. Na asante sana tena kwa kuniita. I hope Justin amebadilisha mind na ameletea mali yangu. Yes. Sawa, mambo itakuwa sawa. Daktari uko aje? Mimi nashukuru. Siku nyingine. Jana tulikuwa na mambo ambayo haikuenda sawa. Na yale niliongea. Lakini ya watu wakutaka kunisikiza. Sababu unajua mimi huwa sikimbizi mambo yangu. Huwa nataka tu nisukume mtu. Mwenyewe mpaka afike kwa ukuta aone kweli daktari. Yale umeongea na yale umesema. Na yale umenifanyia kweli nimesarenda. Unajua huwa napea mtu nafasi afanye kila kitu, aende pahali anaenda. Ndiye amini kweli hakuna ujanja ingine ama pahali pengine ataenda. Nataka ni huwa napea mtu nafasi akimbie kila mahali pahali atasikia kuna mtu na muachilia anaenda. Mwapikiwe simu kuna mganga mahali na acha yeye anaenda. Na mimi hao watu nimewapea nafasi. Jana nilitaka tu niongee nao, kuna yale ambaye niliongea nao lakini hawakuwa nataka kunisikiza. Naona leo wamekuja, nasikia wamekutafuta. Wamenitafuta, kaniambia nikutafute, wanataka kuzungumza na wewe. Mimi nashukuru. Labda yale niliongea kuna moja mbili ambaye yaliwaingia na nataka nisikie kutoka kwao. Ndio. Kabisa. Uko aje Naomi? Niko salama. Uko poa? Kabisa. Asante. Na Justin uko aje bro? Niko fiti. Justin umenipigia simu kaniambia kwamba unataka tupatane leo na sana unataka kuzungumza na daktari, si ndivyo? Yeah, ni kweli. Kuna vitu ambavyo waliongea jana and hata mimi penye nilienda na venye sijalala fiti because nime keep on kufikiria. Kuna vitu nyali aliguzia zenye nataka aniambie because sitaki kuwe kama the other times yenye tumepatana inakuwa tunavurugana every time. So mimi nimekam jua najifanya najua sana kuhusu maisha yangu kuliko venye mimi mwenyewe najua. Nataka niambie kila kitu aliguzia jana, nataka aongee ikiwa yote in full. Nataka kujua mbona aanze kusema sijui mamangu si mamangu, mara sijui kuna sijui damu inanifuata. Mimi sijaiua mtu, sielewi. Atuambie tu leo zote, asinyamaze na isikuwe kama jana. Na tutaki uongo. Aseme kila kitu. Atuambie tu kila kitu na ukweli na kwenda at least tutoke tu hapa kama tumeridhika.
Hiyo tu. Sasa kama jana aliwaambia na mkaona ni uongo, akiwaambia leo mtaona ni uongo. Jana ni uongo. Okay, ni vile hakuwa anaongea kitu straight. Mara anasema hii kitu gani? Jana alituambia mambo mingi mpaka hata tulikuwa tunashindwa ni nini huyu alikuwa anatuambia. Unajua jana Naomi na Justin mkielezewa hiyo maneno na daktari mlipuuza. Mimi siamini kama mmetafuta na daktari mnataka arudie kusema hiyo maneno. Unajua mlipuuza na akaachana nayo. Ni sawa. Si sasa ati tumekuja sasa tuko na haja nayo sana. Lakini nataka tu aseme tu vitu alikuwa anasema jana. Hiyo sasa. Si jana hata ni jana labda alikuwa anaongea alikuwa anaogopa mamangu. Sasa hivi tuko tu hapa wawili. Huyo ni mnoma. Tunamuelewa. Ndio maana alikuwa anatetemeka mdomo jana akiongea. Sasa leo tumekuja bila mama yetu, hakuna mtu wa kuogopa. Atuambie kila kitu. Ni nini alikuwa anaongelea? Mkikuja hapa mmejulisha mama yenu? Mjamwambia mnakuja hapa. Sisi tu wenyewe tumesema leo acha tutafute huyu daktari. Kuna mambo mingi jana alikuwa anajaribu kutuambia na zieleweki, sijui mara damu ya mtoto, sijui damu ya mtu, sijui nafuata huyu, sijui huyu akipunguza kiburi, sijui ndio atamfuata amtafute. Hiyo ndio maana nimefanya mtafute daktari. Mimi nilikuwa nafikiria Justin na Naomi mkitafuta daktari, labda mmeelewa kwa vitu zenye zilifanyika jana, mnataka kurudisha vitu za wenyewe. Sawa Binai, acha tufanye aje. Daktari alalamika mimi niko na kiburi na maybe sipendi kuambia anything. It's okay. Leo nimekuja kwa uzuri. Leo hakuna kubishana, hakuna hiyo kiburi na kuanga naye, hakuna kurushiana maneno. Leo nimekuja tu aniambie ukweli. Zile vitu walisema jana zinatokea wapi zikienda juu sielewi. Mimi sijalala bwana. Sijalala. Kukatiza kidogo. Nataka nikukatize kidogo sababu hii mkutano na vitu ambaye nilikuwa naongelea nilikuwa naguzia. Na aimu ya hii mkutano ni mambo na mali ya huyu msichana. Hiyo vitu zingine niliwaambia wakati utakuwa sawa, utataka kujua ni nini naongelea, utanitafuta, lakini mimi naongelea kuhusu mali sasa. Ndio tuende kwa hii mambo ingine. Hiyo ndio kitu ambaye nataka kwanza tuongelee, ndio hii mambo ingine itakuwa baadaye, mali ya huyu msichana. Wanirudishie mimi mali yangu. Mali yangu ndio nataka. Mko tayari kurudisha vitu za Millicent ndio mnaweza elezewa mambo ambayo mnataka hayo? Ona Binai. Daktari yako right. Najua hata wewe nikikupigia simu ulikuwa unajua tunakuja kwa sababu ya Millicent. Tunajua. Hizo tutaongelea ina shida, sijakataa. Vile nimesema leo sijakuja kwa ubaya. Sawa Binai? Ndio imefanya nikakutafuta. Nataka tukujua ni nini daktari alikuwa anaongelea. Because venye anaongea nilikuwa namuuliza maswali jana. Story na wazazi wangu. Story na sijui damu inanifuata, sijui mara mtoto wangu, sijui mara mama wa kambo, zinakutania wapi na mali. Silikuwa nimemuuliza swali jana. Ungekuwa na haja ya kujua hizo vitu jana ndio ungemuuliza akuelezee vizuri, lakini ukitaka. Ngoja kuze Binai. Wewe saa hizi ukiambiwa ati kuna damu ya mtu inakufuata. Wewe utakaa tu comfortable tu muendelee kama. Mbona ukutaka kujua jana bro? Jana daktari mwenyewe anataka kutuelezea chochote jana. Alikuwa anawaelezea lakini hapana. Naomi alikuwa anawaelezea vizuri, nyinyi ndio mlikuwa mnamsikiza na mlikuwa juu sana. Wewe mwenyewe ulisikia alisema nini? Kuna kitu ulielewa? Si alisema mambo ya damu yenyewe unasema hiyo. Ni sawa. Mambo yenyewe unataka kujua. Wewe tunamuelewa. Wewe tuambie alikuwa anasema nini jana? Binai, lazima nikuulize swali. Wewe saizi venye umegrow hivyo, si uko na wazazi wako? Alafu mtu akuja kuambia huyo mwenye unajua ni mamako si mamako. Kidogo sijui kuna damu ya mtu inakufuata. Bado utakaa hapo endelee kusikiza. Na kama ni ukweli. Sasa ndio nimekuja utuambie kama ni ukweli. Sawa, wacha basi tuachane na hiyo, wacha tupe daktari nafasi ya kuongelesha. Si umetaka kuongea na daktari? Labda hii hata mimi okay. Sijui kama hivi vitu anasemanga anamulika, sijui ana scan, sijui kuna vitu yenye anasema yenye nakani ukweli. Sawa. After nimetoka hapa jana man mimi sijalala. The whole night nimekuwa na ndoto mbaya tu, ma nightmares. Na watana mama wangu akinifukuza na kisu na nguo za red za kichawi. Na hiyo is after huyu amesema hizo alikuwa anasema zote. Asa mama wangu ananifuata nini kwa ndoto? Nauliza sister yangu she had the same dream. Kama ni unaweza bia baji Binai. Tujalala kusema tumekuja hapo ndio kweli. Mbona hiyo kitu jai happen? Mbona after yeye ameanza kutuambia sijui mama ni mama kama sijui damu. Hiyo ndoto uliambia mzazi wako, uliambia mama yako huyo? Mimi nimeongea na sister yangu, tumekuja bila yeye kujua. Tujamwambia. Hata saizi mambo ya ndoto hiyo jamwambia. Hajui mali tuko saizi. Hata hajui bali tu. Tunataka tukujue ukweli Binai. Ndio maana tuko hapa. Na tujakuja na ubaya. Na saizi asiseme venye alikuwa anasema jana. Alikuwa anasema tu kuna. Sasa leo nataka niambie hiyo damu inanifuata ni ya nani? Lakini sasa niambie hiyo mambo ya kusema babangu alijuaje? Kwanza babangu alikufa mwaka gani? Alijuaje? Alisema wazazi.
Na mama yetu wako alisema wazazi. Sasa ndio mimi nataka kujua. Yeah. Juma, mimi siwezi endelea kuteseka hivi. So kuongelea mali na Millicent, it's okay, we'll talk about it. But for now nataka tukujua ukweli. So uko tayari kurudisha mali ya Millicent? Binai nini atuelewani? Atuelezee maneno zenye tunataka hapa kwanza, tutaingilia mambo ya mili baadaye. Ameongelezo vitu jana, ndio mimi nimeanza kuwa na nightmares. Na nafikiri kama kuna kitu alikuwa anaongea jana yenye ina sound kama ni ukweli. So nataka tu aseme kila kitu. Sawa. Acha kuongea in parables. Atuambie tu sisi watoto. Hiyo wakati tulikuwa watoto. Maybe kuna ukweli ama kuna uongo. Sasa atuambie. Leo hii atufafanulie maneno. Nataka tu confirm. Acha niwaambie kitu vijana. Mimi nashukuru kwanza kwa vile mmekuja, na kama mmesema mmekuja kwa amani, mimi huwa pia napenda amani. Na kijana, nikuulize tu swali. Mara kwa mara huwa unaota sauti ya mtoto ikilia? Yeah, hiyo ni kweli, but mimi huwa naona ni kama maybe unajua sikangi na mtoto wangu sana. So nikisikia naona ni kama ni kitu ya kawaida tu kumiss mtoto na vitu zote kama hizo. Sijaijua kama kuna big deal about mimi kusikia sauti ya mtoto ikilia. Ndio nauliza, ni mara kwa mara huwa unaota ukisikia sauti ya mtoto ikilia? Ni kweli. Sijajiuliza ni nini. Vile nimekuambia sijaijua kama kuna any big deal, naona ngatu ni kama kitu ya kawaida. Ulikuwa umevaa backbone yake jana. Nigezo umeanza vitu gani? Tena umeanza gani mimi? Nitakujibu baadaye. Hiyo nimetaka tu confirm kwa watu. Hiyo nitakujibu baadaye. Sasa mimi vile mmejileta leo, na kabla sijaanza kuongea, kabla sijawaelezea yale mnataka kujua, mimi nauliza kwanza story ya huyu Millicent, mmefikia wapi? Sababu niliwacha jana kama mmeenda, nikajua mmeenda kuongea, mmeenda kupanga vile mnarudisha hiyo vitu, mmefikia wapi? Ndio tuendelee kuanzia hapo yale mnataka kujua, sababu habari yenu ninayo mingi sana, hata inaweza andikwa gazeti, ijae gazeti. Kila kitu ambayo unataka kujua kuanzia vile ulizaliwa mpaka hata vile utakufa. Daktari, with all due respect, usichukulie hivi baya. But mimi kulingana venye nimeona mpaka unajua, sijui unaingia kwa ndoto yangu, hizo vitu zetu ninasema saa hizi zenye zinakani za ukweli, sijui umezijua aje. So I'm guessing hiyo swali unaniuliza ready unajua jibu yake. Mimi nataka wewe uongee kwa mdomo yako. Unajua mimi sitaki nikuongelelee, nataka uongee sababu ni Millicent unaambia, sio mimi. Mimi niko hapa kwa msimamizi wake tu, lakini ni yeye Millicent. Ndio hii maswali ambayo nakuuliza, mtu ambaye unafaa unajibu ni huyu Millicent. Nimeuliza vile mlitoka hapa jana. Hii mlienda mkaongea nini, na hii mali ya Millicent inarudi namna gani? Daktari. Yes. Kulingana na vitu ambavyo umekuwa ukivisema na umesema uko tayari kutusaidia, kwa sababu kuna vitu ambavyo labda tumejiingiza bila kujua. Kwa hivyo mimi leo sijakuja na kiburi venye nakuja, huwa nakuja hapa nikishout. I'm just asking you, tafadhali, kama zinipatia siku 3, that's all I'm asking for. 3 days. Kuna kitu nataka kushughulikia. Hizo vitu si kitu ya kufanyia siku moja, and you know that. So hiyo mambo na mali na Millicent naomba. Na hata naomba mpaka Mili akisikia. Naomba siku 3. Kuna vitu ambavyo navishughulikia, then after hizo siku 3 kila kitu itakuwa sawa. That one I promise. Naomba tu siku 3 pekee yake. Mlienda mkaongea kama familia ama hiyo ni kwa maoni yako wewe mwenyewe? Hiyo ndio nataka watu wajue, ni kwa maoni yako ama mliyekaa chini mkaongea kama familia kwamba ndani ya siku 3 vitu mnarudisha? According to vile mambo yanaenda, I don't think nahitaji permission ya mtu yote kufanya kitu nataka kufanya, because hizo vitu zote zilianza between me and Mili. So I believe mimi ndo niko na right ya kuamua kama hizo vitu zinarudi, na mimi ni mwenyewe ndo nimeamua. Naomba siku 3, then kila kitu tarudi venye ilikuwa. Hiyo ilianza between me na Mili. So sidhani kama kuna mtu yote nafaa kuask permission before nifanye kitu yote. So mimi kwa leo nakuomba tu, nataka tu kujua ukweli. Nataka tu kujua nini inaendelea kwa maisha yangu. Mbona unakaa ni kama umeishi kwa maisha yetu all this time, kuna vitu unajua mimi hata mwenyewe sijui. Na mambo ya koti mmefika aje? Unaona tulikuwa tunajipanga twende kotini. Mmefika aje? Hiyo mambo ya koti iko among the things zenye nimekuambia nataka kushughulikia within 3 days. Kila kitu kiko sawa, nitapiga Binai simu, atatuconnect na tutaongelea.
That one I promise. 3 days peke yake ndo naomba. Siku 3. Hata hiyo vitu mimi nilikuwa nimezima kitambo. Hiyo kesi ya koti hiyo nilizima kitambo, hata hiyo uende wapi? Hiyo hakuna, unapoteza tu muda. Sijui nimekupigia simu washiki simu. Wapigia simu. Ndio nimejaribu kuwatafuta jana, hakuna mwenye ana reach out. Hata zingi. Tumepigia kutoka jana vile tulitoka. Kwanza kuna mwenye alikuwa amesema na kuja mpaka nyumbani akukuja, najaribu ku reach out hapatikani. Sasa vijana, wacha niwaelezee. Sababu naona leo mmesema mmekuja kwa uzuri na vile umeongea nimekusikia, hata Millicent amesikia. Millicent, si umesikia? Nimesikia daktari. Wamesema kwamba ndani ya siku 3 hizo vitu zinarudi. Unajua mimi nilitaka tu mzunguke nyinyi wenyewe mpaka mchoke. Nilitaka mzunguke mpaka mchoke. Unajua mimi huwa nasukuma kitu ili niweze kufunulia wengine ambaye wajui. Sababu kila kitu inatendeka na sababu. Hii kesi ya Millicent imefanya hii ikajulikana na hii ikajulikana. Sababu kuna vitu ambaye hata nyinyi wenyewe hamkuwa mnajua. Kwanza kabisa Daktari. Pole ukatiza. Unajua venye tu ulisema sisi wote kila mtu akona shughuli zake. Nataka tujaribu ku save time. Juu venye nimesema hizo siku 5 nahitaji kwenda kushughulikia hizo vitu. Mimi kitu yenye push mpaka penye nimefika sasa nimenyenyekea venye nimenyenyekea. Ni kwa sababu ulitaja mtoto wangu mahali. Na mimi hakuna kitu ya maana kwa dunia kama mtoto wangu. I can do everything for that kid. Naweza fanya anything. Kama ni hizo mali nitarudisha zote. Bora tu mtoto wangu akue sawa. Sasa juu umesema sijui mtoto wangu kuna damu inanifuata, sijui mtoto wangu ni mgonjwa. Ukweli mtoto wangu anakuanga mgonjwa. But mimi najua ni ugonjwa wa kawaida. Sasa wewe umemention jana. Tunampeleka OC siku 1-2 narudi the same way. Sasa sijui shida nini. Mimi nataka tu mtoto wangu anaengage na hii mambo daktari. Kwa sababu naweza fanya jana, si ndio? That's my blood. Na saizi uliambiwa jana kwa familia yetu mimi ndo nilibaki mtoto wa kiume peke yangu. After babangu ametoweka. Ni mimi nilibaki peke yangu. So saizi mimi nikitoka the only person atakuwa hapo kwa lineage ya familia yetu ni mtoto. So I can do anything. Juu mtoto. Nataka tu kujua kweli nimekuja kama nimenyenyekea hivi and I'm doing everything. Sasa hata ukiniambia nipige magoti I'll do that. Ni sawa. Sasa mimi wacha nikuelezee sababu umesema uko na shughuli ambayo unataka kushughulikia, sababu hakuna mtu ambaye pia hapa hana shughuli. Mimi nataka nikurudishe nyuma kidogo. Sasa hivi mnaishi wapi? Huko nyumbani mashambani ni wapi? Mashamba penye tumezaliwa ilikuwa ni Vihiga, lakini after dada amepass tulinunua shamba Kitale. Kwa hivyo sasa hizi nyumbani ni Kitale, but kwetu ancestral land iko Vihiga. Mshaienda huko hivyo, labda mshaipita huko. Ancestral land ama penye tunaishi sasa hivi? Huko Vihiga huko. Ni ngumu sana kwa sababu mama yetu alituambia watu huko watupendi na watutaki kwa hiyo familia. So inakuanga ngumu sana kwenda huko. Unajua mngekuwa mshaifika huko ndio mngejua ukweli yote. Mngekuwa mshaifika huko mngefunuliwa mambo mengi sana. Sababu historia unajua wewe ifutiki. Historia ambayo hiyo mama alifanya huko ndio ikafanya atoroke mpaka akuja anunue shamba Kitale, huwa ifutiki. Ngoja. Sasa daktari, hizo sasa tukianza kusema mambo na kwenda sijui mali tulitoka ndio tukafika sijui mali tuko sasa hivi. Hii itakuwa ni itakuwa process nyingine yenye tutamaliza leo. Lakini so venye tumekuja hapa, venye tumekuambia hapa awali, tumekuja hapa kwa upole, hatuna mambo mingi na hata hatuna vurugu. Tunataka tu tueleze ni hizo mambo zenye uko unatueleza jana kuhusu familia yetu. Pambaki kafika mpaka mtoto wa nani? Mtoto wa Justin. Mama anashida kitu kuambia kwa watupendi. Tueleze tu ukweli. Juliamua utatuambia ukweli, si ndio? Kama ndugu yangu amepunguza alisema doka amesema mama alitoroka. Amesema mama yetu alikufa na baba yetu alikufa. Sivyo ndio jana alituambia. Sasa na akasema huyu mwenye tuko naye ni mama wa kambo. Baba amesema alitoroka. Mimi alitoroka aje na alituambia kwa watupendi. Kuna makosa ambayo alifanya huko. Na wacha sasa niwarudishe nyuma. Ndio nimewaambia, unajua nimeanza hivyo ili mkuja mkishika mita polepole, msiseme kwamba naongea kwa mafumbo ama nawachanganya. Unajua nimetaka nianzie huko nyuma, ndio nikikuja nikiwaelezea kitu mnajua ni nini ambaye naongelea. Vile nimeanza kwamba na kusema huko Vihiga kuna makosa ambayo alifanya huko na ikasababisha atoroke. Na hiyo makosa ambayo alifanya
ni hiyo kifo ambaye alihusika kuua wazazi wenyu, na kila mtu akajua kwamba ni yeye ndiye alihusika, na ikafanya mpaka wakamfukuza huko, ndiye akatorokea Kitale. Na hata akirudi huko ni mtu ambaye anatafutwa, story yake baada anatafutwa. Ni mtu ambaye hata saa hii wakionekana inafaa ashikwe, sababu hiyo kesi iliwekwa iko kotini. Na unajua huyu mama, wacha niwaambie kitu moja ambaye hamjui kuhusu huyu mama. Huyu mama walipatana na ni vile nilikuwa nimewaelezea jana, nilikuwa nimewakuzia kwamba alikuwa mke wa pili wa baba yenyu. Unajua walipatana tu mambo ya mzee alikuwa mlevi, si ndio? Mtu alikuwa anaonja kidogo. Walipatana tu kwa bar. Walipatana kwa bar na wakapendana, lakini alikuwa anamficha vitu mingi, hakuwahi mwambia kama ako na watoto. Huyu mama ana watoto wakubwa sana na wakati baba yenyu alikuja kugundua hiyo mambo kwamba alimficha ako na watoto. Mnanifuatilia? Wakati baba yenyu alikuja kugundua kwamba huyu mama ako na watoto, na huyo mama analeta hao watoto ati anataka wagawiwe mali kwa hiyo boma. Na hiyo ndio ilileta ugomvi, sababu baba yenyu alikataa. Akasema kwamba mimi siwezi gawia watoto ambaye si wangu mali. Na huyo mama kuanzia hapo ikajenga chuki. Na wakati ilijenga chuki, sababu pia mama yenyu alikataa, hakukubaliana na hiyo mambo. Na ndio alianza kupanga hii mambo. Huyo mama ni mshirikina, hata huko Busia alikuwa amefukuzwa. Huko Busia ameua watu, si mchezo. Huko Busia huyo anatuambia na tusaidie watu wakuta watupendi. Mama anasema kila wakati tukimuuliza tuende nyumbani, tuone watu nyumbani. Kuna makazi zote hata tujaonana nao, hata wengine tangu wazaliwe because it's been long. Kila time tukiuliza anasema huko nyumbani hawatupendi, wanataka kutuua. Sio nyinyi, yeye ndio anataka kumuua, sababu ni mtu ambaye akipatikana anafaa chomwe. Atatua aje na mama ndiye ametulea mpaka tukafika mali tumefika leo. Kuna vitu ambaye anangoja ifanikiwe kwanza, ndio mtaona true colors. Unajua kuna mtu ule huwa anaficha true colors. Wakati hiyo siku itafika, ndio mtaona kwamba kweli mmekuwa mnaishi na shetani. Na atatoa pembe. Na hata kuna mtu ambaye mtoto yake mmoja ambaye ako kwa maisha yenu na mjui ni nani. Lakini vile nilikuwa nimeona leo mmenyenyekea, mimi nataka niwafungulie sasa. Kuna mtoto yake mmoja nimewaambia ako na watoto 3. Ako na vijana 2 na msichana mmoja. Na kuna mtoto hizo miaka zote, na watoto wanakuanga wapi? Kuna mtoto mmoja ambaye ako kwa maisha yenu na sisi tuko wawili tumezaliwa. Sijana mtoto yetu kwa ile nyumba yetu atasema mtoto wao mama. Sisemi naanza kushuku maneno yako. Lakini huyu mwenye tunakaa naye kama yeye aliwa baba yetu. Niwache niongee ama nikuachie nafasi uongee? Sababu mimi ndio nyamaza tueleze. Tumenyamaza. Vile nimekuambia kuna mtoto yake mmoja msichana ambaye yako katika maisha yenu. Na imekuwa ni siri sababu yeye anajua hii vitu, na hata huyo msichana pia anajua ni nini ambaye amekuja kutafuta kwa hiyo boma. Sababu aliambiwa, na ndio vile nimewambia kuna target hiyo siku ambaye kila kitu watafanikia. Ndio wataonyesha colors zao, true colors. Unajua mtu anaitwa Lucy? Lucy si ni mke wangu. Mlipatana wapi? Lucy, kuna wakati mamangu alikuwa anani pressure kwa sababu ya kumpatia wajukuu, but mimi alikuwa ameniambia kuna family friend mwenye ako na mtoto mzuri sana mwenye ni mtiifu na atafanya kile kitu nitafanya. So mimi Lucy ni mke wangu na mimi najuanga ni mtoto wa family friend. Mtoto wa rafiki ya mama yetu. Hata hivyo ndio tunajuanga. So Millicent ni mama yenu, huyo ndo alikutafutia bro? Not Millicent, Lucy hakunitafutia. Alisema anataka mjukuu na hiyo time Millicent hakuwa anaweza pata mtu hii. So akasema kuna mtu mwenye anajua kwa na mtoto wake amefika age ya kuolewa na anaweza fanya kila kitu, ni mtiifu and all that. So Amia aliniambia tu kuna family friend. So mimi ndo nilienda hapo. Na sasa hapo hivyo ndo nikapatana na Lucy. Na Lucy pia anakuanga msichana mzuri, anaanga mambo mengi sana. Tujui hata wiki moja ikuisha na akamove tukaanza kukaa pamoja. Ndio nilikuuliza hiyo swali. Unajua ni nani kwako?
bibi yake jamani. Lucy si ni mke wangu, si mke wangu, ni mama ya mtoto wangu mwenye tunaongelea. Huyo msichana ni mama ya huyo msichana ni mtoto ya huyo mama. Hapana daktari. Daktari, ni ukweli maneno? Daktari, shida yako ni gani jamani? Umeamua tu Lucy, hii familia yetu kabisa. Lucy ni mtoto wa mama nani? Justin mwenye anasema mama yao. Huyo ni mtoto ya huyo mama last born. Ati nini? So mke wangu ni step sister yangu. Mimi hiyo mke wangu, mama ya mtoto wangu ni step sister yangu. Nimekuambia sio mtoto ya baba yako, lakini huyo mama alikuja na yeye ni watoto ambao alikuwa amezaa nje. Nimemwambia kwamba alikuwa na watoto 3, vijana 2. Na si bado ni the same thing daktari. Unaacha hata hivyo, huyu mama anaweza kubali mtoto wake aolewe na mtoto si umeshare damu, mimi si hata sielewi. Daktari hapana. Daktari hapana. Mama mmekuwa mnaishi na yeye hii muda yote na anajua mtaamini, sababu hiyo najua mtakataa na mimi nitafanya kitu ili mujue ukweli. Daktari nakuuliza hivi. Okay, umesema mtu acha tu nijifanye na kuamini kidogo. Umesema huyu Lucy ni mtoto wa huyu mama. Umesema mama wetu wa kambo, si ndio? Ni mtoto wake. Kwa nini alimruhusa kuja aoleke na ndugu yako? Nawaambia kuna vitu ambayo huyu mama amengoja. Kuna vitu mipango ambayo yako nayo. Na labda niwaulize tu, jana vile mlitoka hapa aliwaambia nini? Kuna kitu ambayo aliwaambia mfanye. Jana mama alituambia kitu kweli? Unajua hata mimi hiyo mambo ya jana hata umenishtua. Hapana daktari. Yaani nimekuwa naishi maisha yenye si. Hapana huyu daktari. Usiamini vitu zenye anasema. Usiamini. Huyu hapana, usiamini. Ngoja kwanza, mbona hiyo time yenye alikuwa anani pressure nipate mke no the same time ali find out kuna family friend ako na mtoto. Ndio mimi nakwambia huyu daktari hapana, usiamini daktari. Vitu zenye anasema usiamini hata. Jana alijua aje? Jana vile mlitoka hapa aliwaambia mfanye nini? Anaongea hapa. Unaamini vitu zake? Wewe unaamini daktari? Una kama ni ukweli, wote moment wa babao. Unajua nimekaa nikijua babangu alipata accident kwa barabara. Na mtu mwenye tunakana nikujua ni mama yetu ndiye alimuua. Haya sijakataa, labda siamini kama ni ukweli. Kama ni ukweli. Kama ni ukweli. Nikuulize. Hizi vitu anashinanga ametupeleka kwa waganga ni za nini? Na kwanga ameshasema sijui ni mtu wa Mungu. Hizi vitu anatupatia protection za kwa za nini? Pressure kwa nani? Na mbona hataki tuende kwetu? Alafu naweza kumbuka ile siku ukimwambia twende home. Unajua inaweza kuwa ukweli. Unajua daktari anaweza kuwa anasema ukweli. Huyo mama yenu na hiyo roho yake nyeusi. Ndio maana aliwafanyia hivi. Mlitaka mjue ukweli. Mimi hiyo nimewakuzia tu. Sasa jana mlisema sikukuwa naongea vitu ambaye mnaelewa. Unajua mimi huwa naongea kwa mafumbo ili mtu mwenyewe una connect area, unaunganisha mambo haraka unajua ni nini na maanisha. Leo sasa mmejileta, mmetaka kujua ukweli na ukweli ndio hiyo nimewaelezea. Vitu ambayo huyo mama na ni nani na anataka nini katika maisha yenu. Kuna mipango ambayo anapanga baada hajakamilisha, na akikamilisha mtakuja kujua ni mtu wa aina gani. Na ndio mimi nilikuwa nakuambia mkitulia, mvunguze hii kiburi ambaye mko nayo. Huyo mtoto vile nilikuwa nimekuambia, huyo mtoto amefugiwa majini. Sio ati ni magonjwa, huyo mtoto ni majini iko kwa mwili yake. Na huwa inamnyonya damu polepole. Hiyo ndio store. Mtoto wangu. Imagine huyo. Na huyo mama daktari bado. Huyo mama anakuanga anashinda mtoto wangu anashinda nipe mtoto nilale naye. Nipe mtoto nilale naye. Na ndio mtoto mwenyewe pia anampenda. Tujiona shida yote hata akiwa na mtoto tujiona shida yote. Na ndio maana huyo mtoto huwa unaota na yeye akilia, analia anakuita wewe umsaidie. Mamangu anapenda huyo mtoto hizi mfanyie kitu kama hiyo. Si anajua hiyo ndio store ya vitu yake ameweka hapo ndani. So huyo mtoto ndio huwa analia anataka usaidizi daktari. Kwa mtoto ya Justin. Nimemuuliza akasema huwa anasikia sauti ya mtoto akilia. Huyo mtoto huwa analia anataka usaidizi, baba amsaidie. Na hiyo ndio maana jana nilikuwa namwambia kuna damu ambaye inamdai. Kwa daktari anasema ukweli. Mimi nirudishie tu mali yangu. Hakuna kitu. Nyamaza kwanza tumalize chenye tunaongelea hapa kwanza tafadhali. Ngoja kwanza. Naomi tulia.
Mili tafadhali. Kama mali yako ninafanya nateseka hivi Mili. Na kama mali yako ninafanya hizi vitu zina happen mpaka kwa mtoto wangu peke yake. Nipatie tu muda. Mimi nataka tu kujua mali yako utapata Mili. Kama itafanyia kila kitu iishe, nitakupea kila kitu. I'll give you everything. Nataka mtoto wangu tu akuwe sawa. Nataka mtoto wangu akuwe sawa. Nataka mdhibitishe hii maneno sababu najua mjaamini bado haijawaingia kwa roho. Kuna mtu ambaye nataka akuje ili mambo yote mjue. Mimi nataka nifanye hii. Unajua mimi huwa naongea na nafanya kitendo. Nataka na mtu nataka nilete ili mjue hii mambo ambayo naongelea ni nini. Daktari, mimi hata kitu inanihuzunisha ni moja. Yaani nilikuwa niingie kwa hii familia haki. Hii familia yenu si mimi mngenimaliza. Mimi hata nashukuru tu sana daktari uliingilia haki. Daktari. Yes. Kuna kitu yote ninaweza fanya mtoto wangu akuwe sawa. Hiyo ndio kitu nataka sasa hivi. Mtoto tu. Kitu ile iko. Tunapenda kuliko mtoto kwa hii dunia. Kitu ile iko huyo mtoto mimi hiyo majini mimi nitatoa. Lakini kitu ile mimi nataka vitu ya huyu msichana kwanza irudi. Nitarudisha kila kitu. Bora mtoto wangu akuwe sawa. So ndio maana nilikuwa nasema mamangu ananitumia. Sawa daktari, kwa hivyo kuna mtu naleta umesema? Kuna mtu nataka akuje ili tudhibitishie hao watu hii vitu ambaye naongea ni nini na ili pia nayo wasikie. Unajua wakisikia kutoka kwangu peke yangu najua iwaingie vile inafaa. Lakini nikileta mtu mwingine naye aongee watajua ni nini ambaye niko naongea. Director, utakata acha tusubiri huyo mtu ambaye tunaletewa na daktari hapa.